Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Ripoti yetu leo inaelezea namna wachambuzi wa mambo wanavyoitazama Iran, wakisema kwamba hivi ndivyo Iran inavyoona matokeo ya vita vyake na Marekani. Iran haijashindwa katika uwanja wa vita, na wakati huo inatazama matokeo hayo, na kupitia baadhi ya wachambuzi wa mambo akiwemo profesa wa Tehran Mohammad Marandi anaeleza katika mahojiano kwa nini Iran inahisi kuwa ni nchi yenye nguvu wakati huu, lakini haina imani na Marekani wala Israel katika kuweka makubaliano. Iran inaamini kuwa imeibuka na kuimarika zaidi kutokana na makabiliano yake ya hivi punde na Marekani na Israel, lakini inasalia kuwa na mashaka makubwa kwamba makubaliano yote yatakayofikiwa kwenye meza mazungumzo yataheshimiwa. Profesa wa chuo kikuu cha Tehran Mohammad Marandi anasisitiza. Akizungumza na Fyodor Lukyanov kupitia idhaa ya kimataifa ya Russia 24, Marandi alisema hali ya Tehran ni ya kujiamini baada ya kile alichokitaja kama ushindi wa uhakika katika masuala ya kijeshi na kidiplomasia. Anachambua kwamba wapinzani wa Iran walipata hasara kubwa za kimkakati na kifedha wakati vita viliimarisha kujiamini kwa Tehran na kuzidisha uhusiano wake na Russia. Wakati huo Marandi alitahadharisha kuwa ni wachache nchini Iran wanaotarajia mkataba mpya wa maelewano na Washington utekelezwe vizuri, akionya kwamba wiki na miezi ijayo huenda ikasalia kuwa na nguvu. Fyodor Lukyanov alimuuliza Marandi, je, wa Iran wanahisi kama ni washindi? Mohammad Marandi, profesa wa chuo kikuu huko Tehran, akajibu, maoni ya jumla ya Iran ni kwamba tumepata ushindi wa uhakika, na sio tu kwamba nchi imeshikilia msimamo wake. Wa Marekani, wa Israel na washirika wao walipata hasara kubwa sana katika wakati wote wa vita. Ninaamini kwamba uharibifu wa kifedha ulioletwa na maadui wa Iran ni mkubwa zaidi kuliko uharibifu uliopata Iran yenyewe, ingawa hilo pia lilikuwa ni muhimu kuhusu kizuizi kilichofuata. Wa Iran wanahakika kuwa wameshinda vita hivyo pia. Wa Marekani walijaribu kuilaza Iran ili jisalimishe, lakini hili iligeuka kuwa upanga wenye makali kuwili. Uchumi wa dunia uliteseka sana, anasema Profesa Marandi. Na bila shaka uzembe wa Marekani ulicheza mikononi mwa Urusi kwa sababu ya shida ya nishati. Baada ya yote hayo, mafuta mengi kutoka Ghuba ya Uajemi ni ghafi nzito, ni kwamba hayakuweza kupatikana, na chanzo pekee mbadala duniani kilikuwa ni hifadhi kubwa iliyopo nchini Urusi. Kwa hivyo walijipanga kwenye mguu mara mbili, lakini wa Iran wanahisi wameshinda vita hivi vya muda mrefu pia. Ndio maana Trump alisisitiza sana juu ya mpango wa haraka. Lukyanov alimuuliza, makubaliano haya kama yalivyo yanafaa Iran kama inavyoeleweka? Marandi alieleza kisema kwamba ndiyo, wa Iran wanamikuwa wameshinda kwenye meza mazungumzo pia. Kulikuwa na tofauti kubwa huko, kinyume na alivyosema Trump na waziri mkuu wa Pakistan siku chache kabla ya makubaliano hayo kutangazwa. Kwa na maandishi ya mwisho ya waraka huo, mizozo mikubwa ilibaki, lakini kwa kushambulia kwa mabomu Beirut katika jaribio la kupuuza makubaliano yanayoweza kutokea, Netanyahu kwa kejeli alifanikisha kinyume chake, na Iran ilipoamua kuanzisha mashambulizi ya pili dhidi ya utawala wa Israel, Trump mara moja alifanya makubaliano muhimu, ikiwa ni pamoja na Lebanon na kuondoka kwa wanajeshi wa Israel kuashiria mwisho wa vita. Hakuna vita, hakuna amani bado pia. Hormuz bado inashikilia ulimwengu. Marandi pia amesema kwamba kwa kawaida huko Tehran, kama nina hakika huko Moscow na kote Urusi, kuna mashaka makubwa kuelekea Marekani na kuna kutoaminiana bila kikomo kwa utawala wa Israel. Hakuna anayetarajia kwa dhati kwamba hati iliyosainiwa itatekelezwa kwa urahisi au kwamba kila kitu kitapokubaliwa katika awamu ya pili. Huo utakuwa ujinga sana. Wa Iran wengi wanaona siku, wiki na miezi ijayo kama kipindi kigumu zaidi, kwa maana kuna uwezekano wa kurejea katika uwanja wa mapambano kwa mara nyingine tena. Kuna uwezekano wa kuzuka kwa mvutano wa kijeshi, lakini uwezekano mkubwa sio kwa kiwango cha vita vya siku 40. Kwa ujumla, watu wana matumaini, ingawa matatizo ya kiuchumi ni ya kweli sana. Hata hivyo, kujiamini kwa Iran kumeongezeka na nchi inahisi kwamba wapinzani wake wamedhoofika sana, hata kama hawajafagiliwa mbali kabisa. Lukyanov alimuuliza Marandi, je, kipengele muhimu cha vita hivi ni uhusiano wa Iran na mataifa ya Ghuba ya Kiarabu? Walikasirishwa na mashambulizi ya Iran, lakini je, hawawezi kupuuza ukweli mpya juu ya nguvu ya Iran imeonyesha nini na nini kitatokea sasa? Na je, mfumo wa usalama katika eneo hilo unawezekana?
Profesa Marandi alijibu kwamba vitendo vya Iran dhidi ya majirani zake vilikuwa ni jibu. Nchi hizi zilichangia katika vita dhidi ya Iran. Kwa maoni ya Tehran, walikuwa washiriki katika hilo, walisaidia kuua maelfu ya Wairan, na Iran haikuwa na chaguo ila kurudisha nyuma majeshi ya walioshiriki katika uwanja wa vita. Na wakati miundombinu yake muhimu ilikuwa chini ya tishio, adui walipoanza kugonga malengo muhimu, ilitubidi kujibu mapigo dhidi ya nchi zote zilizokuwa zikisaidia wa Marekani na wa Israel. Mtazamaji wa The World News, hayo ni mazungumzo na uchambuzi kutoka kwa Profesa Mohamed Marandi kutoka Chuo Kikuu cha Tehran, anavyozungumzia namna Iran inavyojiona kuwa na matokeo ya ushindi katika uwanja wa vita dhidi ya Marekani na Israel. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu. Hapa The World News tutakufahamisha kwa mapana.